Kwa hiyo Yesu katika Mathayo 24:24 anasema, tazama watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kinyume cha manabii wa uongo, manake wapo ukweli. Ndio maana Yesu hakufunga ule unabii, kwa sababu alijua Muhammad anakuja kuwa nabii wa mwisho. Ndio maana alisema watatokea manabii wa uongo. Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa na Ustadh Shafi. Tuna mada nzuri sana leo ya kuongea juu ya manabii. Kwa sababu kwa watu ambao huwa mnasoma Agano la Kale, tunajua kuna manabii ambao mnawajua ndani ya Biblia. Kwenye Agano la Kale kuna manabii wengi sana na vitu vyao walivyofanya vilikuwa vinaonekana. Sasa tupo na ustadhi hapa, tunataka tujadili kitu kimoja. Je, wale manabii ambao tulikuwa tunawaona kipindi kile, tuseme kazi wazi zinarithishwa, wale ndo hawa yani wanalingana na hawa kazi wanaoifanya manabii wa sasa? Unabii wa sasa unaofanyika ndio unabii ule? Ustadhi bwana, asalamu alaykum, habari ya leo? Tuongee kwanza leo hili somo leo tupate kwanza kujifunza ule unabii ndo huu, kwa sababu kuna doubt fulani tunazipata. Sasa tunapokuta kuna nabii anatabiri mpira, lakini sio mbaya. Tuanze kwanza mwanzo, unabii ule ndo huu, manabii wale ndo hawa. Karibu. Assalamu wa barakatuh. Kwanza simulizi ni kufafanulie nini maana ya unabii. Unaposema nabii unatakiwa uzungumze vitu viwili. Wanasema lugha yenyewe iliyotumika neno nabii, alafu sheria inasemaje kuhusiana na nabii. Unapozungumza lugha ya Kiarabu, nabii ni tamko ambalo limekoholewa katika lugha ya Kiarabu, kwa maana nabaa, ametoa habari. Kwa hiyo nabii ni yule ambaye anayepewa habari na kutoa, kwa mujibu wa lugha. Anayepewa habari na kutoa ndio kwa mujibu wa lugha. Lakini kwa mujibu wa kisheria, nabii ni yule ambaye anayepokea ufunuo kutoka kwa Mungu, kisha ufunuo huo akawapelekea wanadamu. Sio mwanipata vizuri simulizi? Kuna lugha, kwa maana Waarabu wanaposema nabii, nabaa, kwa sababu hiki sio Kiswahili. Kwa hiyo wanasema kwamba mtoa habari. Sio, umenipata? Mtoa habari. Kwa hiyo mtoa habari anayepokea habari alafu akazitoa, Waarabu wanamuita nabii. Lakini kisheria nabii ni yule mtu ambaye anayechukua ufunuo kutoka kwa Mungu. Umenielewa? Kisha yale maneno akayapeleka kwa viumbe wa Mungu, yani wanadamu. Sawa sawa na neno mtume. Umenielewa? Simulizi unaweza ukanituma mimi kilugha, mimi nikawa mtume uliyenituma wewe, lakini Kiswahili na kilugha, sio kisheria. Kisheria ni mtume ni yule ambaye anayepelekwa na Mungu kwa watu. Sio, utakuwa umenielewa? Hapo nimekubali. Sawa sawa na simu yako, ukienda katika Facebook, alafu kuna mahala pa kuchati wanaita nini? Messenger. Messenger kwa Kiswahili ni nini? Mpeleka taarifa. Mpeleka taarifa. Kwa Kiswahili kizuri tunasema mtume. Sawa. Lakini ukisoma kwenye Biblia neno mtume nalo limetumika nini? Messenger. Simulizi unanielewa hapa? Hapa nakupata. Kwa hiyo ukichukua Biblia utakuta neno messenger. Ukichukua Kiarabu, Kiingereza utakuta neno messenger kwa Kiingereza. Lakini messenger huyu sasa tunamtofautisha na messenger aliyetumwa na Mungu kwa matukio yake, kwamba huyu katumwa na wanadamu, huyu katumwa na Mungu. Kwa hiyo kuna utume wa kutumana wa wanadamu kwa wanadamu, ule unaitwa kilugha, yani kitafsiri ya maneno. Lakini kuna neno mtume hasa ni yule ambaye Mungu aliyemtuma afikishe ujumbe kwa wanadamu. Umenipata hapo? Hapo nimekupata. Sasa wakati wa Yesu hawezi kufunga unabii. Kwa sababu Yesu wakati yupo, tunaamini sisi kwetu sisi Waislamu kuna mtume anakuja, Muhammad. Kwa hiyo Yesu hawezi kufunga ule unabii, kwa sababu kuna nabii kwa imani yetu anakuja baada nani? Ya Yesu. Kwa hiyo wakati wa Yesu sio wakati wa mwisho wa nani? Wa nabii.
isipokuwa wakati wa mwisho wa manabii sasa unakuja kwa Waislamu ni kwa Mtume Muhammad. Fungua 33:40. 33:40. Qur'an. Kuna kitu kidogo hapo tutakitazama, nadhani tutapata faida kubwa sana. 33:40 Qur'ani. Tunazungumza Yesu alipokuja sasa hawezi kufunga ule unabii kwa sababu unabii ulikuwa unaendelea. 40. 33:40. Sawa, 40 anasema hivi. Muhammad, mbona sasa anatajwa Muhammad si baba wa yoyote katika wanaume wenu. Si baba wa yoyote katika wanaume wenu. Endelea. Bali yeye ni mtume wa Mungu ni mtume wa Mungu na wa mwisho na mwisho wa mitume. Mbona sasa? Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Huyu sasa Muhammad ndo akawa mwisho wa mitume, yani mwisho wa manabii. Kuna tofauti kidogo baina mtume na nabii. Mtume ni cheo kikubwa kushinda nabii. Huwezi kuwa mtume sharti uwe nabii, ila unaweza kuwa nabii usiwe mtume. Sawa sawa na kusema kila mwalimu mkuu ni mwalimu, lakini sio kila mwalimu ni mwalimu mkuu. Kwa hiyo utume ni cheo kikubwa zaidi kuliko ya unabii. Kwa hiyo mtume sharti awe nabii, ila nabii anaweza kuwa nabii asiwe mtume. Kwa hiyo alipokuja Mtume Muhammad akaufunga ule unabii wa sheria. Upi? Kwa maana ya Mungu sasa kupeleka maneno yake kwa kinywa cha mtume wake au nabii ili awafikishie ujumbe. Soma Amosi 3:7. Amosi 3:7. Tunaenda huko lakini kwanza tunafungua kwanza ili kile tunachokiendea tuweze kukitafsiri vizuri. Sawa. Amosi 3:7. Amosi 3:7 anasema hivi. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Endelea. Bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mbona sasa hiyo? Ndio ule unabii tunaozungumza wa nini sasa? Wa siri za Mungu. Hapewi mtu yoyote. Bwana Mungu hatafanya neno lolote isipokuwa atawafunulia watumishi wake. Wamatajwa ni nani hao watumishi sasa? Manabii. Manabii siri yake. Yani simulizi nataka tufunue kichwa kidogo alafu tuingie tunapopataka kuingia. Sawa. Sijui umenipata hapo? Nakupata. Kwa hiyo hawa manabii hawa, fungua tena Nyakati wa Pili 20:20. Fungua Nyakati wa Pili 20:20 kama sijakosea, alafu tutumbukie katika kile ambacho tunachokitaka. Nyakati wa Pili 20:20. Sawa. Kama nitakuwa sijakosea sana. Anasema wakaamka asubuhi na mapema. Wakaenda katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka Yehoshafati wa kwanza 20:20. Sasa hawa manabii sasa ambao tunawazungumzia ndio wale ambao Bwana Mungu atafanya neno lolote isipokuwa atawafunulia manabii siri yake. Sio, tumeelewa bwana simulize? Hapo nimeelewa. Atawafunulia manabii siri yake. Sasa swali ambalo tunatakiwa kufahamu kwamba wakati wa Bwana Yesu wanaonekana walikuwepo manabii. Sio, unanielewa? Walikuwepo wanabii wakati wa Bwana Yesu. Sasa na wakati wa Bwana Yesu kuwapo manabii, Yesu alisema natuma kwenu mitume na manabii. Sio, unanielewa? Ndio. Natuma kwenu mitume na manabii. Swali tutajiuliza, hawa mitume na manabii aliowatuma Yesu sasa imekuwaje? Ndio tunajibu wale mitume na manabii aliowatuma Yesu sio mitume na manabii ambao waliotoka kwa Mungu, bali wale walitumwa kilugha kama wewe simulizi unavyoweza kunituma mimi nikawa mtume sehemu fulani kwa maana kufikisha jambo lako. Okay. Sio ule utume wa Mwenyezi Mungu wa kufunuliwa. Ile unaambiwa kabisa. Sasa nadhani utakuwa umeelewa vizuri sana. Sio ule utume wa kufunuliwa, bali ni ule utume wa kutuma wa messenger. Kwa hiyo Yesu akawatuma wale
kwa ajili ya kama vile kuwafanyaje, kwa ajili kama messenger tu basi, sio kitu chengine. Lakini Yesu wakati wake, bwana simulizi Yesu alikuwa anajua kwamba unabii haujaisha. Umeelewa? Alikuwa anajua unabii haujamalizika. Kwa ndio maana kuna maneno akatuambia katika Mathayo 24:24. Fungua Mathayo 24:24. Sawa. Mathayo 24 mstari wa 24. Mathayo 24 mstari wa 24. Kuna kitu hapo tunaanza kujifunza kidogo. Maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watafanya ishara kubwa na maajabu ya kuweza kuwapotosha, ikiwezekana hata wateule wa Mungu. Rudia tena kidogo. Maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watafanya ishara kubwa na maajabu ya kuweza kuwapotosha, ikiwezekana hata wateule wa Mungu. Umenielewa? Ndio. Yesu anatoa tahadhari. Ile ilikuwa nyakati wa pili 20:20 ndio ilikuwa yenyewe ile. Okay. Yani tulifanya haraka, lakini ndio ilikuwa inashuka chini nazungumza vile. Kwa hiyo unaweza ukaifunua ile ulifunua Mwanzo 20:20 nyakati wa pili ile. Na kitu tutajifunza hapo, alafu turudi katika Mathayo 24:24. Nyakati wa pili 20:20. Sawa. Ngoja tujaribu tena. Haya. Mstari wa 20 anasema, wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika, waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Unaona manabii wa nani sasa? Wa Mungu. Wa Mungu. Kumbe kule tumeona Yesu naye ana nini sasa? Ana manabii. Haimaanishi kwamba yeye ni Mungu. Unabii wa Yesu aliyotuma ni ule unabii wa nini sasa? Wa kibinadamu. Wa kibinadamu, wa kupeleka habari. Na ule utume aliotuma ni utume wa kibinadamu wa kupeleka habari, kwa sababu Yesu mwenyewe ukisoma Waebrania 3:1, mtafakarini sana mtume. Kwa hiyo Yesu mwenyewe ni mtume, lakini mtume naye anawatuma watu wakamsaidia ile kazi. Kwa maana hawa waliotumwa tunawaita mitume ya nani? Ya Yesu. Lakini mtume anayepata ufunuo anabaki kuwa ni nani? Ni mtume wa Mungu, ni Yesu. Kwa hiyo Yesu katika Mathayo 24:24 anasema, tazama watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kinyume cha manabii wa uongo, manake wapo wa ukweli. Ndio maana Yesu hakufunga ule unabii, kwa sababu alijua Muhammad anakuja kuwa nabii wa mwisho. Ndio maana alisema watatokea manabii wa uongo. Ndio hawa sasa tuliokuwa nao, ambao Yesu aliowataja sasa. Lakini uongo wao tutawajuaje kama hawa ni waongo? Rudi Mathayo 7:15. Mathayo 7:15. Yani tunataka tuwachambue ndio hawa sasa. Sawa. 7:15 anasema, jihadharini na manabii wa uongo. Mbona Yesu atahadhari yake? Ndio. Kashajua ujue. Okay. Kwamba yeye anaondoka, lakini watatokea huko wa uongo. Sasa anatoa tahadhari mapema. Nyinyi kinasimulize nyinyi. Jihadharini na manabii wa uongo. Endelea. Watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo. Umeona sasa? Wanaowajia wamevaa mavazi ya nini? Ya kondoo. Kondoo sasa maana yake nini? Kondoo naye na Kiswahili ina lugha na kisheria. Kondoo anaweza mnyama. Okay. Sawa. Lakini tukija kisheria, kondoo sio nani sasa? Sio mnyama, mtu. Okay. Yesu anajua sana, ujue lugha. Ndio. Wamevaa mavazi ya nini? Ya kondoo. Kwa maana watakuja hali ya kuwa wapole. Kumbe nini sasa? Lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa ndani ni mbwa mwitu wakali sana. Tutawatambuaje Yesu? Endelea. Mtawatambua kwa matunda yao. Tutawatambua kwa nini? Matunda. Haimaanishi kwamba wataenda kununua machungwa.
au maembe. Yesu anajua sana falsafa ujue. Matunda ya apple yatajwa, mtawajua kwa yale matukio yao, mtayajua kwa vile vitendo vyao. Endelea. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Yesu ndio anasema. Sehemu kuna miiba utapataje mizabibu? Yesu ana falsafa kubwa sana. Au kwenye baruti utapataje tini? Yaani kazungumza maneno, ukiamua kwa tafsiri simulizi, hayo maneno unaweza ukakesha ndio unatafuta jawabu lake. Yaani kwamba haiwezekani wewe uende ukamuingilie mbuzi wewe ukapata mtoto wa kibinadamu. Sasa wewe unataka zabibu, unaenda kwenye miba utapataje? Kwa hiyo anakupa tahadhari, hao sio manabii, wanakudanganya. Yesu ana falsafa kubwa sana. Maneno mazito sana akazungumza. Kwa hiyo akatuambia tujihadhari nao. Nini maana ya kujihadhari simulizi? Maana yake tuchukue tahadhari. Yesu anatuonya manabii hao watakuwepo. Na hao manabii watakao kuwepo, watakuwepo kwa sababu wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu hatari. Ndo rudi sasa Mathayo 24:24. Okay. Mathayo 28:28 anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo. Hapo Yesu anasema sasa watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kisha Yesu anasema zama za mwisho watatokea na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Hiyo pointi sasa. Ili kumjua kama huyu nabii wa uongo, atatoa ishara kubwa na maajabu. Atachokifanya yeye sasa sio kumhubiri Yesu tena. Kutoa ishara kubwa. Atatoa ishara na atafanya maajabu makubwa sana. Mtanyoshewa mikono hivi, watu watadondoka. Atakemea, watu watadondoka. Watu watakuja kutoa ushahidi pale. Tumefanya hivi, nimefanya hivi, maajabu yatatokea, ishara zitatokea hivi. Endelea, Yesu anasemaje? Wapate kuwapoteza ikiwezekana hata walio wateule. Umeona sasa? Watawapoteza hata walio wateule. Yaani watu wenye imani zao sasa watabebwa na huo mkumbo. Yaani wewe simulizi una imani, usio nabii huyu. Lakini utaenda. Unaona ishara kubwa. Unaona ishara kubwa na maajabu yametokea. Ile ishara kubwa na maajabu ndio Yesu aliyosema itakayofanya kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Yaani wale ambao wana akili zao watafika mahala watatekwa. Unakuta mtu ana degree, professor, ana master, anakwenda mahali pale na yeye ananyoshewa nini? Mkono. Ukimuuliza wewe una akili zako wewe. Hapa Yesu ndo yupo. Maliza sasa, Yesu anasemaje? Anasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Unaona, Yesu anasema alishatoa tahadhari. Na alishatuonya. Na alishatutahadharisha. Na alishatuambia kwamba tukae attention. Kitu gani anasema Yesu? Basi wakiwaambia yupo jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Umeona sasa? Kwa jina la Yesu hapa leo Yesu atakuwepo. Miujiza na ishara na maajabu itafanyika hapa. Watu wote njooni, Yesu yupo hapa. Yesu anasema msikubali. Wakiwaambia Yesu yuko jangwani, msifanyeje? Msisadiki, msikubali. Wakiwaambia yuko nyumbani, msitoke. Wapo watakaopita manabii kutupitia nyumba hadi nyumba. Bwana anakupenda, ishara na maajabu yatafanyika. Kitu gani kitafanyika? Yesu anasema msitoke, nishawaonya. Endelea sasa. Kwa maana kama vile umeme utakavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Yesu ndo atakuja hivyo, kama vile mashariki na magharibi ndo Yesu atakapokuja.